baada ya kukamilisha madirisha na kupiga plasta ndani, lakini pia na kuweka simenti hapa chini. Tupo na imamu wa msikiti huu ambaye ni imamu ambaye kateuliwa na Waislamu wa sehemu hii kwamba sasa yeye ndo atakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzungumza nasi. Ni furaha gani aliyokuwa nayo siku ya leo? Imamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, imamu, kwanza kwa majina unaitwa nani Sheikh? Kwa majina naitwa Shaibu Haji Shaibu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema aliyotujalia. Hatukuweza kuwa na imani kuwa tunaweza kufikia kiwango kama hiki. Kwanza kabisa hawa waliyekuja kutupa maoni ya kuweza kuchangia mambo ya kuendeleza msikiti, kwa kweli ilitupa hamasa sana, na sisi pia tuliweza kujitolea nguvu zetu kuweza kufanyaje kuwasaidia wale waliyekuja kutusaidia kupiga plaster pamoja na kupiga floor. Kwa kweli Waislamu asilimia kubwa, asilimia kama 100 wote wanayo furaha kubwa sana kwa hali halisi iliyofikia. Japo kiwango bado hakijafikia mwisho, lakini Mwenyezi Mungu yupo, inshallah anaweza kutujalia tukaweza kufikia muafaka. Kitu ambacho kinasumbua zaidi sasa hivi tukiangalia labda singboard kwa ajili ya wadudu, iwapo kama itapigwa, tutabahatika tukapigiwa singboard, yani itakuwa ni jambo moja la muhimu sana, kwa sababu floor inakuwa inaharibiwa na wadudu. Naam. Bana, huyo ni imamu ambaye tulikuwa naye hapa akiweza kuelezea yale ambayo kwamba yamepaswa kuelezea, kama alivyosema kwamba singboard bado haijawekwa pale juu, lakini furaha waliokuwa nayo kwa Waislamu. Sasa wewe kama imamu na kule nje bado hakujakaa sawa, unatamani baada ya hapa tulipo sasa, kwa hiyo tufuate kitu gani ambacho unatamani sasa hivi sasa kifuate baada ya hii hatua ambayo tunayo sasa hivi? Kwa hatua hii tuliyofikia, yani kinachotakiwa kufuata zaidi nadhani ni plasta ya nje. Plasta ya nje itakapopigwa, kwa kweli msikiti tayari utakuwa umekaa kwenye mandhari nzuri. Naam. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniwezesha leo leo kufika katika siku hii ya Eid al-Haji. Lakini furaha yangu iliyokuwa kubwa zaidi ni kwamba msikiti huu umeshakuwa katika mandhari nzuri, inapendeza. Lakini naomba Mwenyezi Mungu awajalie sana wahisani wote walioshiriki kwa kila njia kuwezesha msikiti ufikie hatua hii. Lakini pia naomba kama Mungu atazidi kuwajalia kheri, basi plasta nje pia imaliziwe inshallah na singboard hapo juu. Ndio. Inshallah. Hali ya Waislamu sasa hivi katika mji huu unaonaje? Hali ya Waislamu kwa kweli yani wamefurahishwa sana na hali tulionayo hivi sasa. Msikiti wakiingia sasa hivi ni mzuri kabisa bila tatizo lolote, kwa hiyo wana hamasa kubwa mno, hawana wasiwasi wote. Kwa hii miaka 8 ambayo toka umejengwa msikiti, uliwahi kuwaza kwamba kuna siku tutapata mlango na madirisha na plaster? Kwa kweli hiyo ilikuwa ndoto. Ilikuwa ndoto, ilikuwa haipo kabisa. Sasa leo Allah kajalia kheri, mambo yamekaa sawa. Mambo yamekaa sawa. Mwenyezi Mungu anastahili kila aina ya pongezi. Sawa. Basi jambo la kheri. Bwana, huyo naye alikuwa ni katibu wa msikiti huu kama alivyoweza kuelezea furaha zake ambazo alikuwa nazo bana. Bwana langu ni Ramadhani Abdallah, bila kusahau nilikuwa naye bwana Amir Sap pale nyuma ya kamera. Wajazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.